Habari zenu, leo nakwenda kuwaletea visa ya uchumba Marekani inayoitwa K1 na masharti yake na vigezo vyake. Kabla ya kusikiliza, subscribe hapo chini, kisha bonyeza alama ya kengele na kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Share, like, comment, utajibiwa. Share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri. Na kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Usisahau kubonyeza subscribe, usisahau kubonyeza like. Kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Najua watu wengi wanatamani sana kuingia Ulaya kwa njia nyingi. Wanatamani kuingia Marekani pia kwa njia nyingi, na kuna njia nyingi za kuingia Marekani, kuna njia nyingi za kuingia Ulaya. Nimeelezea video zangu aina mbalimbali na njia mbalimbali na website za kuapply kazi. Kuna kuingia kwa njia ya masomo, kuna kuingia kwa njia ya kazi, kuna kuingia kwa njia barua za urafiki, kuna kuingia kwa aina ya njia ziko mbalimbali. Kwa hiyo kila mtu na bahati yake. Mwingine anaitwa na ndugu yake, kuna barua za mundo hizo, barua za mwaliko, mwingine anaenda kwa njia ya mkutano, mwingine anaenda kwa njia ya agent, mwingine anaenda yeye mwenyewe. Kwa hiyo kila mtu ana njia zake za kuingia Marekani, ana njia zake za kuingia Ulaya. Leo nakwenda kuwaletea sasa hii njia ya K1 visa. Hii ni visa ya uchumba ya kuingia Marekani. Mtu yote anayeingia Marekani kwa visa ya uchumba lazima atatumia visa inaitwa K1. Kwa hiyo ukitumia hii visa inaitwa K1, wewe unaingia kwa njia ya uchumba. Hivyo basi, hii visa ina masharti yake. Huyo mchumba wako kama yuko Marekani, ni lazima muwe mmeshaonana, sio online. Muwe mmeshaonana uso kwa uso. Alafu vile vile pia hii visa ukishafika kule, na pia huyo mtu atakaye kutumia hii visa awe raia halali wa Marekani. Asio ameenda tu kutalii akakaa miaka mingapi, hapana. Awe ameshapata uraia, awe mzungu asiwe mzungu, ilimradi awe na uraia wa kule. Ndio atakutumia hii visa ya uchumba. Na ukishafika kule Marekani utapewa visa yani siku 90, miezi mitatu yani. Wewe umeshafunga ndoa. Ndio sharti la hili visa. Ukiingia kule wewe umeshafunga ndoa. Usipofunga ndoa utarudishwa, yani utanyimwa kabisa kibali tena cha kuingia Marekani. Kwa hiyo visa ufanye juu chini. Kama ni visa uchumba, wewe mchumba wako amekutumia hii visa, umeenda ubalozini, ubalozi wameikagua, wamekuta iko sawa, ni mchumba wako pia ni halali, ni raia halali wa Marekani, atapewa naye masharti pia. Ukishafika kule wanaangalia ndani ya siku 90 wewe umeshafunga ndoa na wewe pia ukawa raia wa kule. Kama umefika hujafunga ndoa, unaweza kurudishwa kwenye nchi yako, pia usipewe visa tena. Hii ndo visa ya K1, visa ya uchumba ya Marekani. Pia nilishasema dating site za kupata wachumba nilishaelezea, ziko aina nyingi. Kwa wewe hii visa ya K1 itakufanya uingie Marekani. Hii visa utapewa siku 90 ya kufunga ndoa. Ukishafunga ndoa utakuwa raia halali wa kule. Utaruhusiwa kuingia na kutoka Tanzania, yani ushakuwa raia. Kwa hiyo ndio visa inaitwa K1, ni visa ya uchumba. Najua mmejifunza kitu, mmeelewa. Utaenda kushare kwa mwingine ili aende kujifunza vitu vizuri kutoka kwangu. Najua hapo utakwenda kulike, utakwenda kushare, utakwenda kusubscribe, utakwenda kubonyeza alama ya kengele na kujifunza vitu vizuri. Natumai mmeelewa. Asanteni.